Tunakushukuru pia kwa sababu support ambayo unatupatia sisi katika wizara ya usalama. Na tunashukuru sana kwa sababu ulimpatia kazi IG huyu. Bwana Rais, unajua kwamba kwa uteuzi wako ulimteua kijana wa familia hii, lakini IG ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, ni mpenda kazi, anaweka bidii. Ni ukweli kwamba kama vile wengine walisema, ni IG huyu ni mtu ambaye ni responsive kwa ile kazi anafanya na anapatikana kwa ile kazi yote anafanya. Mimi I am very lucky kuwa waziri katika wizara hiyo, nikifanya kazi yeye na DIGs wake, kila mmoja wao akichangia katika kuhakikisha kwamba nchi yetu iko salama. Mheshimiwa Rais, ya usema ukweli ni kwamba nchi yetu iko salama. Ingawa tuko na matatizo machache hapa na pale, kwa nguvu na kwa ile huduma ambayo IG ameweka na timu yake, tunaona na wale tunafanya kazi katika wizara ya usalama na hata wizara ya ulinzi nzima, usalama uliopo ni kwa sababu ya utumishi ya wale wanajitolea kwa roho zao zote kuhakikisha kwamba mabadiliko yamepatikana katika nchi yetu. Mheshimiwa Rais, ningependa pia kusema kwamba kwa mambo ya usalama katika sehemu hii, kaunti ya Nyeri na kaunti ya Laikipia, ningependa kuanzia Laikipia kusema kwamba mabadiliko mengi yamefanyika kwa miaka 3 ambayo umekuja katika uongozi. Na haijafanyika tu kwa bahati, ni kwa sababu ya ile investment umeweka katika sekta ya security. Ya kwanza ni modernization program. Kwa sababu ya ile resources umeweka kwa mashine ambayo tunatumia, including MRAPs na mengine mengi yenye umefanya mheshimiwa, na teknolojia, polisi ama idara ya usalama ama polisi wetu na security team yetu wameweza kufanya kazi bora zaidi. Ya pili ni kwamba umeboost moral ya police officers kwa ile reforms uliweka na resources yenye uliweka kuongeza salary zao, Your Excellency, na hiyo program sasa inafika mwaka kesho the final stage. Pia ningependa kusema kwamba ni kwa sababu pia ya uongozi wako ambao ni thabiti, wewe unafuatilia mambo yote ambao uliwaambia wa Kenya, ndio unaona hapa Laikipia mabadiliko yamefanyika. Kuna sehemu chache imebaki, Your Excellency, kama vile umesikia sehemu ya Mukokodo Forest kikielekea Samburu, alafu upande kidogo ule wa Isiolo ambaye inatatiza sehemu ya Meru. Mheshimiwa Rais, kama vile ulitoa mwelekeo, tunahakikisha kwamba tunafanya kazi na wizara ya barabara kufungua Mukokodo Forest ili maafisa wetu wa polisi waweze wakaingia pale na kufanya kazi ambayo wamefanya kwa sehemu zingine. Pia katika uongozi wako Kerio Valley hii yote, kwa mara ya kwanza wananchi wanatoa, wale walikuwa majangili wanatoa bunduki directly kutoa kwa serikali. Na tunasema ya kwamba tunakependa kusisitiza hapa ya kwamba tunawaomba wale bado wako na bunduki katika sehemu hii waige mfano ya wale tayari wamejitokeza. Tayari Mheshimiwa Rais, tumepata bunduki zaidi ya 400, na tunataka wale ambao wako na bunduki waendeleze kujitokeza. Na kwa hiari yako Your Excellency, vijana wale walijiingiza katika uhalifu wakijitokeza, tunakuomba ili uweke program ya empowerment ya kurehabilitate hao warudi kwa society, ndio watu waishi kwa amani katika sehemu hizi za Kerio Valley region. Otherwise we have reduced banditry by more than 75% as a result of the investment we have put in this sector. I believe that the remaining part we are be able to sort it. Your Excellency, shida ingine iko sehemu hii kidogo ni mambo ya pombe haramu. Tulipokuja kutembea sehemu hii kwa mambo ya jukwaa la usalama, tulikubaliana na certain operations. Upande ya Nyeri si mbaya sana, wako number 17 kwa Kenya. The biggest challenge ya mambo ya pombe haramu iko Trans Nzoia, Kakamega, Kisumu, alafu ikuje Nairobi na county zingine. Hapa ni 17th county kwa upande ya Nyeri. Lakini tulipata something unique kwamba wale ambao tukifanya operation upande wa Nyeri na Murang'a wanatorokea hapa Nanyuki. Your Excellency, Nanyuki became a hiding place for some of these characters who are doing, who are selling illicit alcohol. And IG has put in place the measures to make sure that a proper crackdown is done in this area. Your Excellency, tunataka kusema ya kwamba nashukuru
huyu IG wakati mambo ni ngumu sana, ni mtu very calm. Siku ile ya maandamano watu wametusumbua, hii dunia wapi? Unaenda kupata IG kwa command center, anasema itawezekana. We will be able to deal with this issue. In fact, one unique thing niliuliza IG. Nilimwambia IG at some point during this maandamano. Nikamuuliza IG, tuache kuongea kama na wewe kama mtu wa Kenya. Wacha nikuulize kama mtu anatoka Nyeri na Central. Hii kitu yenye watu wanachoma, ma supermarket, ma shops, hatujaona miaka mingine yote. Why now? Why is it happening at this point in time? And we agreed with IG that, and under your directions, kwamba, we have to take proper security measures to make sure that we protect the people of this area and their businesses. And Your Excellency, thanks to his also leadership, we've been able to do a serious crackdown for all the criminals wenye walichomea watu business zao, wenye walipiga watu, wenye waliua watu. And we believe because of that firm stand, and thanks to the IG's commitment, we will not have such a situation going forward. Nataka niwaombe watu wa upande huu kwamba tushirikiane, tufanye kazi ya huyu IG kwa rahisi, kuhakikisha kwamba siasa zetu ni ya kuunganisha, sio ya kutenganisha. Tunasikiza saa zingine viongozi wakifanya matamshi ambayo yanaweza kuharibu taifa letu. Biblia inasema kwamba ulimi ni kiumbe kidogo sana, lakini matatizo yake yanaweza kuwa makubwa. Ninawaomba watu wa Nyeri, watu wa hapa Laikipia, watu wa sehemu hii yote ya Kenya. Hapa ni very important place because we are in Rift Valley and we are nearing Central region. And I believe that if we can work together, if we can manage our matamshi. Kwanza nimefurahi sana vile governor anaongea. Huyu governor, Your Excellency, ni rafiki yangu miaka mingi sana. Vile ameongea, kama governors wote wangeongea na yeye, hii Kenya ingesonga mbele sana. Kwa matamshi mazuri ambaye mheshimiwa amesema. Na pia mheshimiwa, wewe umesifu rais sana. Umesifu rais, maendeleo, appointment, mambo mingi. Wewe umesifu yeye sana. Wakati pia yuko wewe sifu yeye kwa raia huko mashinani huko, pige makofi vile wewe umefanya hapa. Kwa sababu mimi najua wewe ni mtu ambaye maneno yako ni the same hapa na the same sehemu nyingine. Ukiona kwa hii mkutano yote rais, kwa wale wote wameongea, hata Jane, hata Kiunjuri, mwenye ameongea kabisa kama supporter yako number 1 ni governor. Na mimi naamini ya kwamba akiendelea namna hiyo italeta uzuri ya maungano katika taifa letu, kutuleta sisi pamoja, tuishi pamoja. Kwa hayo na mengi, ningependa sasa kukaribisha kiongozi wetu wa walio wengi ambaye ni Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Mimi na Kimani Ichung'wah, Your Excellency, sisi tukiwa hapa tunakuwa very careful, hata tukiwa na IG. Kwa sababu huyu IG na wengine kwa Nyeri hapa walitupatia bibi zetu. So tukiwa hapa sisi ni tuko udhoniwa, we are very careful vile tuna behave. Kwa hivyo nawatakia baraka za Mwenyezi Mungu. May the soul of mzee wetu rest in peace, and may the seeds that he has planted in this region and his family and his community, may it continue flourishing, and I wish the family God's blessings and God's grace. Asante sana, tukaribishe Mheshimiwa Ichung'wah na makofi. Asante sana waziri, Mheshimiwa Rais, the House of Clergy, familia ya mzee baba yetu, Baba Kirosho Kanja, Inspector General wetu, na wananchi